miongoni mwa taarifa ambazo tutakuwa nazo ni hili la viongozi wetu Ndio. kutokea hapa Tanzania kuteuliwa katika nafasi mbali na shirikisho la soka duniani FIFA. Na miongoni mwa nafasi hizo ni kwa rais wa TFF ambaye pia yuko upande wa Sekafa. Huyu ni Wallace Karia ambaye ameteuliwa na FIFA kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni. Makamu wa rais. Wallace Karia huyo sasa. Wa kamati ya soka la ufukweni. Dunia nzima hiyo. Si FIFA. FIFA hiyo ndugu yangu. Lakini nafasi nyingine bwana ni kwa rais wa klabu ya Young Africa. Ambaye pia ni rais wa club, si ndio za barani Afrika. Ndio. Yeye ameteuliwa na FIFA kuwa mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu kwa upande wa wanaume. Lakini ipo nafasi nyingine hapa ya mjumbe wa kamati ya mashindano ya wasichana. Hii nafasi imeenda kwa Neema Haji. Neema Haji, Neema Haji. Neema Haji. Kwa hiyo hizo ni nafasi 3 ambazo zimeangukia kwa Tanzania kwa safari hii. Abisai Steven JR. Naona nafasi hapo kuna makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni kwa Wallace Karia, lakini kuna mjumbe wa kamati ya mashindano ya vilabu Engineer Hersi, lakini pia kuna mjumbe wa kamati ya mashindano ya wasichana Neema Haji akichukua nafasi hiyo. Nafasi hizi kwanza unaweza ukazizungumziaje kiujumla wake na kupata pia wa Tanzania, kwa sababu naamini tupo wengi jamani, tupo wengi sana, viongozi wako wengi sana wa mpira, lakini FIFA wameona hawa ndio wanastahili kuchukua nafasi hizi. Kwanza ni wapongeze wahusika wote, mzee wangu Rais Karia, rais wa Yanga Engineer Hersi pamoja na Neema Haji kwa kuteuliwa na FIFA kwenye nafasi zao ambazo wamepata. Kiukweli ni kitu kikubwa sana. Niwape pongezi kutoka kwenye moyo wangu kabisa. Uvungu wa moyo wako. Lakini kuna tafsiri hapa inakuja. Ukiona Rais Karia ni mjumbe wa kamati ya utendaji CAF, ukiona amewahi kuhudumu kama mwenyekiti wa baraza la timu za ukanda wa Afrika Mashariki na Kati Sekafa, leo tena kwenye nafasi yake anateuliwa na shirikisho la soka ulimwenguni kuwa makamu wa rais wa kamati ya soka la ufukweni. Hii tafsiri yake kwa neno moja ni kwamba huyu ni mtendaji mzuri sana. Kwa sababu hii nafasi huwezi kukaa kama wewe si mtendaji mzuri. Kwa hiyo ameprove kwamba kwenye nafasi alizowahi kuongoza na anayoongoza amefanikiwa kwa kiasi kikubwa, kiasi kwamba maarifa yake yanahitajika aende FIFA, maarifa yake yanahitaji kuhudumu sasa ulimwenguni, sio tu Tanzania. Kwa hiyo Wallace Karia, hii ni tafsiri ambayo anaipata, na kupitia hilo anazidi kuonesha watu kwamba alistahili kushinda urais wa TFF, kwa sababu huku ndipo ambapo anaelekea. Kupitia hili pia anaonesha kwamba Tanzania tunao watendaji wazuri kwenye mpira kwa sasa, kwa level ya kuendelea juhudi ambazo wazee wetu wa mwanzoni walizianzisha, wakina Tenga na wengine ambao wamepumzika mbele za haki. Yeye ameshika kijiti hapo, anaendelea. So anazidi kuitangaza Tanzania kwenye jukwaa la michezo kimataifa, this time ulimwenguni. Ni kitu kikubwa sana kwa Rais Karia. Lakini kwa Engineer Hersi hakuwa na muda mrefu sana kwenye mpira. Hiki ndio kitu ambacho ni pointi yangu kubwa kwenye kumpongeza kwake. Imezoeleka wengine wanakaa miaka 10 akiwa mwenyekiti pale, akiwa mhudumu bodi ya ligi, ameenda TFF. Lakini kwa Engineer ukianza kuangalia mapinduzi ya 2018 mpaka leo 2025, miaka 7 almost, kashika nafasi ya rais wa Yanga nadhani miaka 2 kwenda 3, tayari ameshaingia kwenye majukwaa makubwa. Na hii ni kwa sababu amethibitisha kuichukua Yanga kuiweka level ya juu ya kimataifa, kuitoa nafasi 77 kwenye viwango vya ubora kuipeleka nafasi ya 12. Ili ni gap kubwa sana la kupeleka timu kwenye nafasi za juu mno ndani ya muda mfupi. Ni jambo la kumpongeza yeye na ambao anashirikiana nao. Sasa wamempa nafasi ya urais kwa klabu hapa Afrika, lakini this time ameteuliwa tena na FIFA kwa kwenye kamati ya mashindano level ya klabu. Ni kitu kikubwa sana. Level ya mashindano maana yake nyinyi ndio ambao mnaangalia vitu gani viwe vinaamua ushindani wa mashindano yenu, kwa
umiza vichwa na kusema hiki tunakichukua, hiki tunafanya, zile taratibu ambazo mashindano husika yanaweka. Hawa ndio wajumbe ambao wanaamua. Sasa hawa ndio wana set standard ya mashindano makubwa ya ulimwenguni. Sasa wameona haiwezi kwenda mpaka wamchomeke hapo Engineer Hersi kwa kumteua. Ni statement kubwa. Sasa hawa wote wamekuwa ni Watanzania ambao wanapata hizo nafasi, pamoja na Bi Neema Haji ambaye kwa mpira wa Tanzania kwa watu ambao karibu sio jina geni, ila kwa wengi linakuwa jina geni. Sasa yeye ameenda kwenye upande wa wasichana, kwa maana chini ya umri wa miaka 18, sio wale wanawake wakubwa, sio. Kwa hiyo na yeye ni statement kubwa tena, hususan kwa wanawake kutoka Tanzania. Kuna progressive, ndio maana kuna progress, ndio maana ameona wamweke huko. Kwa ni kuwapongeza, kusema kweli wametuheshimisha mno. Sawa. Ibrahim Sudi Maestro, tunafahamu nafasi hizi haziji tu kwa kila mtu, lazima kuna kuwa na kigezo kinatazamwa kwa hawa watu kupewa hivi vyeo. FIFA wametazama nini zaidi kwa Wallace Karia, kwa Neema Haji na Engineer Hersi ambacho nadhani kimewabeba kuliko viongozi wengine duniani hata Afrika kupewa nafasi hizo? Kipi kimetazamwa wanacho? Siku ni football development. Ni football development. Ukiangalia hata nafasi ya Tanzania kama Tanzania, the way tunasogea imekuwa ni moja kati ya mchango mkubwa sana wa kuhakikisha kwamba vijana wanakuwa wanapata ajira zaidi kwenda football. Nakumbuka Aisha kuja rais wa FIFA hapa kumeshafanyika Congress, Infantino ishakuja sio chini ya mara 2 mara 3 hapa. FIFA iwe kuweka Congress hapa. Nakumbuka mara ya kwanza wakati wa serikali ya Mariam JPM, Tanzania ilikuwa nafasi ya wenyeji wa mkutano wa Congress ya FIFA hapa. Mzee Infantino alikuja na ilikuwa nafasi ya kuongea na vyombo vya habari kuhusiana na football, lakini sababu kubwa ilikuwa ni wakati ule, nadhani nakumbuka, kulikuwa kuna kesi za ubadhirifu mwingi kwenye football, akaweka transparency, nadhani nakumbuka. Watu wengine walikwenda magerezani huko, nadhani nakumbuka hiyo. Kwa hiyo FIFA ikaanza kutolea macho huko kwamba sasa hivi tuangalie, naona kama ni nchi ambayo sasa inakuwa na transparency katika football. Lakini mwisho wa siku tumepambana. Naona timu zetu za hivi katika ngazi ya vilabu zinapambana, zinafika katika hatua nzuri. Juzi hapa tumeomba nafasi ya kuwa wenyeji wa CHAN, tumepata. Tumeomba nafasi ya AFCON, tumepata. Lakini haziji hivi hivi. Unaangalia ligi yetu imekuwa na msisimko mkubwa. Asilimia kubwa ya wachezaji wengi kutoka katika bara la Afrika wamekuwa sasa wanavuna mapesa mengi katika nchi ya Tanzania. Ukiacha wachezaji peke yake, makocha wengi wakubwa, hata wale ambao wanataka kutengeneza CV zao, unaona, kwa sababu unajua kuna wachezaji wengine wadogo sana kwenye ukiangalia CV zao, lakini unakuja hapo wanabebwa, wanakuza CV zao kwenye vilabu hivi vikubwa, kimaliza wanaondoka ndio wanaenda kwenye matimu makubwa. Kwa hiyo nadhani Tanzania imekuwa ni miongoni mwa nchi ambayo imeanza inabeba mizigo mingi sana na kuiweka juu, alafu mwisho wa siku wengine wanaanza kuiona. Na nchi kama nchi, nadhani ukiangalia katika ligi yake, nafasi hizo, passion ya football katika nchi na transparency katika mikakati na michakato ya pesa na hivi inaokuja kutoka FIFA kwenye ile football development, wanakuangalia pia wanatumiaje, unafanya nini, sio umeelewa vizuri. Japo bado kuna upande mmoja ni mgumu kidogo kwenye youth na nini, the way tunaweza kupata wachezaji na nini, lakini kuna vitu vingi ambavyo vinaweza kuangalia. Sasa unaangalia ni uongozi wa nani, uongozi wa fulani, sio? Kwa hiyo uongozi huyu anaweza, na inapokuja katika kuchangia mawazo kwenye michango na hizi congress za FIFA ambazo mnakwenda, basi watu wanajaribu kuangalia utashi huyu mtu uko vipi, anafaa, angalia mawazo yake yanayotoa yanafaa yani kuingizwa katika kamati hizi. Kwa hiyo unakwenda, uweze kupata leo, it's not overnight, unajua ni kunaangalia na kuangalia na kuangalia. Sasa hao unaosema wameenda mwezi wa 3 mwaka huu March, Karia alipata nafasi ndani ya CAF kwa mjumbe. Yes, nadhani nakumbuka. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi adhimu sana. Huko nyuma wamewahi kupata kina mzee Tenga, lakini hizi nafasi bado ni za CAF. Sasa zimekwenda mbele zaidi. Sawa. Nafasi ya katika siku karibu kama sikosi pia nitatafuta kupata kujua hata aliyekuwa mratibu
kuna kipindi cheo cha katibu mkuu cha mtendaji kilikuwa kipo na mnamkumbuka Lina Madina Mhando